uinue mikono yako ili tukaweze kumshukuru Bwana kwa sababu ya neno lake. Baba, tunakuinua jioni ya leo, tunalibariki jina lako. Neno lako linatoshana na wewe. Nena na maisha yetu, nena na mioyo yetu, na utupasie Bwana sikio la kusikia sauti yako. Katika jina la Yesu tumeomba na tunashukuru. Amen. Unaweza msalimia mwenzako, mwambie karibu kwa kiketi chako cha baraka, na Bwana akaweze kutubariki katika jina la Bwana. Ni jioni ya baraka na ni jioni ya ajabu. Mungu ametuleta hapa akiwa na kusudi, na kwa hivyo kile nataka kukuahidia ni ya kwamba hautatoka ule mlango vile umeweza kuingia. Bwana asifiwe. Biblia inasema alituma neno lake ili likaweze kuwaponya. Kwa hivyo wakiwa kule jangwani, Mungu hakushuka wakamuona, alituma neno lake. Sema amen. Maana yeye mwenyewe ndio neno, badala ya yeye kushuka mwenyewe. Na Biblia inasema ati yeye amekalia kiti yake mbinguni. Kiti ya Mungu inakuwaga mbinguni, na hapa duniani ndiye ameweka miguu yake. Sasa aliona hakuna haja ya kushuka. Bwana asifiwe. Akalituma neno lake, na wakati alituma neno lake liliweza kuwaponya katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wakati ninanena neno la Bwana, litaweza kutuponya, litaweza kutufungua, na litaweza kututia nguvu na kutuinua tukaweze kwenda viwango vingine katika jina la Bwana. Sema amen. Na kwa hivyo ninataka kuongea kuhusu making wise decision, kufanya maamuzi ya hekima. Bwana asifiwe. Yaani kufanya maamuzi ya hekima. Sitasema kufanya uamuzi wa hekima, maana maisha yako, Bwana asifiwe, kuna decision mingi sana ama maamuzi mengi ambayo unastahili kufanya. Kuna maamuzi unastahili kufanya ya utumishi ambao Bwana amekuita utumike. Kuna maamuzi ambayo unastahili ufanye kwa sababu ya familia yako. Sema amen. Kuna maamuzi ambayo unastahili ufanye kwa sababu ya kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha yako hata ya kiroho, kuna maamuzi lazima ukaweze kuyafanya. Na ndio ninaongea kuhusu making wise decision, kufanya maamuzi ya hekima. Nimesema maamuzi ya hekima kwa sababu sio maamuzi yote ambayo unafanya ambayo ni ya hekima. Maamuzi mengine watu hufanya, huwa inafanya wapotee, huwa inafanya wakaweza kurudi nyuma. Na kwa hivyo ndio ninanena kuhusu making wise decision, ama kufanya maamuzi ya hekima. Na kwa hivyo ninataka tuangalie katika kitabu cha Danieli mlango wa kwanza na mstari wake wa 8. Danieli mlango wa kwanza, ama Daniel chapter 1 na ule mstari wa 8. Making wise decision requires relying on God, not feelings. Ya kwamba ndio ukaweza kufanya maamuzi ambayo ni mazuri, inakubidi ukaweze kutegemea Bwana na usikaweze kutegemea hisia zako. Bwana asifiwe. Maana Mkristo amekanywa, mtoto wa Mungu amekanywa kutembea na feeling. Ndio Biblia inasema ya kwamba hatutembei na kuona, hatutembei na kuguza. Bwana asifiwe. Tunatembea by faith katika jina la Bwana. Na ndio unaona mtu kama Peter ambaye alikuwa one of the disciples of Jesus Christ. Hata wakati Yesu alifufuka, yeye hakuamini. Yesu alikuwa amesema atafufuka, na kwa hivyo yeye kwa sababu hakuamini, alisema ya kwamba lazima aguze mahali misumari ilipigiliwa mikononi mwake na kwa miguu, na akasema aguze katika bafu zake asikie kama kuna alama ya ile mkuki mahali ilimuduga. Bwana asifiwe. Maana Peter alikuwa naenda na feeling, lakini Biblia inasema ya kwamba we don't walk by feeling, we walk by faith. Hatutembei na kuona. Haustahili kufanya maamuzi kwa sababu ya yale mambo ambayo unaona. Unastahili kualign your decision with the will of God in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo tunaenda kuona mtu mmoja ambaye anaitwa Danieli. Danieli alichukuliwa mateka, akatolewa katika nchi yake ya Juda. Na wakati alitolewa Juda, alipelekwa kule Babylon. Na kule Babylon, watu wa Babylon waliabudu miungu yao, waliabudu sanamu, waliabudu vinyago na vitu zingine. Bwana asifiwe. Lakini wakati Danieli alipelekwa kule, walikuwa na marafiki zake. Sasa kule Juda walikuwa wako na freedom ya kutumikia Bwana. Wakiwa kule Juda walikuwa na freedom ya kufanyia Mungu kazi.
Bwana asifiwe sana. Lakini sasa wakati walipelekwa Babylon ni kutekwa, walitekwa mateka. Na kwa hivyo wakati walikuwa wametekwa mateka, kuna mambo ambayo walikuta ambayo ni mageni. Number one, watu wa kule waliabudu miungu. Kuna vitu tunaita miungu ya Babiloni ambayo hawakuwa naabudu yule Mungu wa kweli na Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kuna chakula ambacho mfalme aliweza kuandaa ambayo ilikuwa ni chakula ya nyama, ikaweza kuwekwa mahali pale, na ikasemekana watu wote ambao watasimama mbele ya mfalme lazima ile nyama wakaweze kuila. Alafu kuna divai ambayo walikuwa wakishakula nyama wakaweze kuikunywa. Bwana asifiwe. Na Danieli alijua ya kwamba zile nyama ambazo zimewekwa mbele yake na zile nyama ambazo mfalme amesema wakaweze kula zilikuwa zimetolewa kafara kwa miungu ya Dagoni na miungu ya Bali. Bwana asifiwe. Praise God. Na kwa hivyo ndio Bible inasema ya kwamba lakini Danieli alikusudia kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha kifalme na divai, naye akamuomba mkuu wa mataifa ruhusa kwa ajili ya kutojinajisi kwa njia hii. Bwana asifiwe. But Daniel made up his mind that he would not defile, taint or dishonor himself with the king's finest food or with the wine which the king drank. So he asked the commander of the officials that he might be excused so that he would not defile himself. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Danieli wakati zile nyama ziliwekwa pale, na ninataka ujue kila mtu anapenda nyama. Hata ukienda kwa ceremony, ile sufuria ya nyama inakuaga na laini mingi kuliko sufuria boga. Watu huwa wanaganania pale. Hata ukienda kwa butchery unaonaga mtu ameangalia kabisa kama ratili imeanguka. Lakini kama ni boga inapimwa, unasemaga wewe fuga niko na haraka. Lakini kwa nyama hakuna mtu anasemaga ya kwamba ako na haraka. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba Danieli aliweza kuamua, Bwana asifiwe sana, ya kwamba hata jisia unajisi. Hii verse inatufundisha ya kwamba Danieli alifanya maamuzi. Bwana asifiwe. Hata kama mfalme amesema watu wote watasimama mbele yake wakule hii nyama na wakaweza kuteremusha na hii divai, alijua katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 na 17 na 18 Bible inasema tusilewe na mvinyo, tukaweza kuliwa na nani? Na Holy Spirit. Kwa hivyo Danieli alielewa hivyo, na kwa hivyo alifanya uamuzi ndani yake. Life is full of decision. Maisha imejaa uamuzi. Bwana asifiwe. Where you are going, your tomorrow is determined by the decision ambazo unachukua leo. Maisha yako ya kiroho itachukua mkondo wake kulingana na yale maamuzi ambayo umeweza kuyafanya. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninakuombea jioni ya leo, Mungu aachilie neema juu yako. Usiwe mtu ambaye hata kufanya kauamuzi kajambo dogo unachukua miaka. Bwana asifiwe. Mambo mengine unaamua na unasonga mbele katika jina la Bwana. Na kwa hivyo Danieli hakuanza kuuliza hii nyama imetolewa wapi, kama imetolewa Kiamaiko ama Kawagware. Yeye hakuuliza. Kile alijua ni ya kwamba hizi nyama zimefanyiwa kafara, zimefanyiwa ibada katika miungu ya Babiloni. Na kwa hivyo akaamua. Bible yangu ya Kizungu inasema Daniel purpose in his heart. Hii inasema ya kwamba but Daniel made up his mind. Danieli alifanya uamuzi kwa mawazo yake, alifanya decision kwa moyo wake. Bwana asifiwe. Ya kwamba hii chakula hata kula na hii divai hata itumia kwa sababu anamuogopa Bwana. Bwana asifiwe. Ninakuombea jioni ya leo Mungu akusaidie so that you may become like Danieli. Danieli ni kuamua, aliamua. Hakushida akisita, hakuchanganyikiwa. Maana kuna watu wanakuwa confused. Ninatoa confusion in your life in the mighty name of the Lord. God is a God of order. Mungu ni Mungu wa mpangilio. Mahali popote Mungu anafanya kazi hakuna confusion. Ninaomba Bwana atoe confusion in your life in the mighty name of the Lord. Maana decision zingine inakuaga sasa ni Mungu akusaidie ukaweza kuzifanya. Na kwa hivyo making wise decision requires relying on God, not fear. Hiyo ninashida nikirudia ya kwamba kufanya maamuzi ya hekima inabidi ukaweza kutegemea Mungu
ama utegemee Roho Mtakatifu, sio hisia zako. Unaonaka for example, hata mtu akioa ama akioleka, hawezi oa wasichana wote. Ndugu anachaguaka mmoja katikati yao. Amen. Naye dada anakuwa anapendwa na watu wengi, lakini sasa wakati wa kuoleka ukifika, lazima amue, ajue kama ni Mairanga ama ni Musyoka, na hiyo chapter anafunga. Maanake hawezi olewa na wote, lazima akaweza kufanya uamuzi. Bwana asifiwe. Lakini ule uamuzi ambao mtu anafanya huwa unadetermine unaenda wapi, na huwa uko na consequences zake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo making wise decision requires relying on God, not feeling. Hiyo nina shida nikirudia, lakini ya kwamba kufanya maamuzi ambayo ni hekima, inabidi utegemee Bwana, usikize roho wake. Bwana asifiwe. Usiende na vile unasikia. Unajua kuna wakati mwingine feelings inakwambiaga usitoe hiyo kitu, na ni Mungu amesema utoe. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kuna wakati Mungu atasema ya kwamba fanya kitu fulani, ndio na mimi nikaweza kukubariki. Sasa ukikosa kufanya uamuzi, feelings zako zitakwambia hapana. Ukipatiana Isa, ukumbuke uko na miaka 100 Abrahamu, hautapata mtoto mwingi, lakini Mungu sasa amemuitisha. Na kwa sababu sasa amemuitisha, lazima Abrahamu angefanya uamuzi. Hata hakungojea the next day, ni kuamuka mapema na kuchukua Isa na kwenda kumtoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri uelewe katika maisha yako lazima ufanye maamuzi katika jina la Bwana. You cannot go through life without making decision. Kama unaandika uandike. You cannot go through life. You cannot make it in life. You cannot have success in life, either spiritual or physical life, without making decision. Bwana asifiwe. Na hapa ndio kiongozi huwa anajulikana. Bwana asifiwe. Anafanya uamuzi, anasema tufuate hii njia, anasema jambo hili ndilo Mungu anataka tukaweze kulifanya katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo you cannot go through life without making decision. Watu wengi wangekuwa bali, lakini walishindwa kufanya uamuzi. Bwana asifiwe. Yani unasikia Mungu anasema uhame, unasema ya kwamba nitakuwa ninalipa hiyo nyumba na nini, na wewe unasikia ndani yako ni time yako ya kufanya nini, ya kuhama. Sasa wewe hama, hata sisi ambao tulihama ni kuamua, tuliamua by the way katika jina la Bwana. Hakuna pesa tulikuwa tumeweka ya kulipa hiyo nyumba, lakini ni kuamua tulifanya nini. Wewe huoni Abrahamu akihamishwa katika Genesis chapter 12 verse 1 ya kwamba Mungu akamwambia Abrahamu atoke kwao aende Kayore. Aliambiwa aende nchi nyingine ambayo hakuwa anaijua, ni kuhamishwa na hamishwa. Na akaambiwa ukihama, ukiacha nchi yenu na watu wenu, yani ukifanya maamuzi vile nakwambia, namba 1 nitakufanya baba wa mataifa, namba 2 nitalifanya jina lako likaweze kuwa kubwa, namba 3 nitabariki yule ambaye atakubariki. Sema amen. Hizo ahadi zote. Lakini sasa Mungu amesema afanye nini? Akaweza kuhama. Sasa kama ageenda kukonsult ati baba mdogo, ati wewe unaona namna gani? Yeye ni kuhama, alihama vile aliambiwa, na mtoto ya ndugu yake alielewa. Hii uamuzi ambayo Abrahamu amefanya ni imetokana na Bwana. Anaitwa nani? Anaitwa Rutu. Akaweza kufuatana na yeye. Na ndio ukisoma chapter 13 ya Genesis utaweza kuona hata Rutu alibarikiwa. Bwana asifiwe. Maana decision yoyote ambayo ni wise ama iko na hekima ambayo utafanya katika maisha yako italete ushindi katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Lakini ukumbuke wakiwa kwa safari, kuna wakati Mungu aliongea. Kukawa sasa na shida katikati ya Abrahamu na wachungaji wake, na katikati ya Rutu na wachungaji wake. Kwa hivyo Abrahamu akafanya tena uamuzi, akaambia Rutu, niangalie, ukienda milimani nitaenda katika nchi tabarare, ukienda kule tabarare mimi nitaenda pande hii. Na kwa hivyo akaambia Rutu afanye nini? Akaweza kuamua. Kwa hivyo nilikuwa nasema you cannot go through life without making decision. Hauwezi fanikiwa in life bila kufanya maamuzi katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninaomba Mungu aachilie neema yake upon your life in Jesus name. Mambo mengine inakusumbua in life ni kwa sababu kuna mgagano ndani yako. You have to make decision. Pigia Bwana makofi in the mighty name of the Lord. Lazima uamue. Kama unataka kuongezea masomo,
Bwana asifiwe. Na unasikia that is the right thing to do. Usiseme ya kwamba ndio unalea na kusomesha. Hata kuna wengine wanasomesha wengi na wanaendelea na masomo. Kwa hivyo lazima ufanye uamuzi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo you cannot go through life without making decision. Bwana asifiwe. Na hebu niseme hivi na mliangalie. Mambo mengine Mungu hata kuamulia. Bwana asifiwe. Tofauti yako na mnyama ni kwa sababu Mungu amekupatia akili, amekupatia 5 senses ya kuona, kugusa, kunusa na kufanya nini? Na kusikia. Bwana asifiwe. Lakini mnyama amenyimwa hizo. Ndio unaonaga kama wakati mwingine nimekuwa ninaenda nyumbani, nikaona mbwa amekimbia kwa barabara. Sasa wakati gari imepiga honi, mbwa amesimama, anaenda mbele, anaenda nyuma kidogo. Wakati alishindwa atafanya namna gani? Alisimama kwa barabara. Kama ni mtu akisema nitafuka, ama angalia ile gari inakuja ama ile iko nyuma, ni gani ambayo iko karibu, afanye uamuzi. Lakini yule ni mnyama, hawezi fanya uamuzi, anaenda tu mahali anataka kwenda. Ninaomba wewe hautaenda mahali popote in the name of the Lord. Hautajikuta kwa mkutano yoyote katika jina la Bwana. Utakuwa na self discipline in your life, utakuwa na nidhamu yako. Bwana asifiwe. Utafanya uamuzi wewe peke yako. Pigia Bwana makofi. Bila kusukumwa na mtu in the mighty name of the Lord. Maamuzi ya kutumika, ya kutumikia Bwana, maamuzi ya kukaa kwa Mungu hata kama utapatana na mashida katika jina la Bwana. Unajua kuna watu ni opportunity huwa anakosa ya kurudi nyuma. Kuna watu ni nafasi wanakosanga. Chakula kama hii imewekewa Danieli, watu wengine wakiwekewa, anasema tuponee mbele, anaishughulikia kana kwamba haonagi nyama. Kuna mahali nilienda nikaona shida, na huku sitasema ni wapi, tulikuwa sasa mbali sana ya Nairobi, na mimi niliona watu wakipigania chapati na soda, na nikaona wengine wanachukua na wanaweka kwa karatasi, na usiniulize ni akina nani. Ninasema wao. Sasa kwa sababu si kuletewa chakula, nikatoka kwa rai, nikasema nitakuwa mwisho. Although niliumia wapendwa, kwa sababu nilikuta sasa ni boga na ugali zimebaki. Maana zile vitu tu unaona Danieli amewekewa, sufuria ya nini ilishughulikiwa. Hata ninajua wale walichukua waipeleke kitchen, hawakuwa wamemalizana nayo kabisa, walienda kuifanya clearing and forwarding, wakiwa sasa wamefuga kile ambacho kilikuwa kimebaki, clearing and forwarding. Lakini ile ya boga hakuna mtu anashindania nayo. Ninaomba Bwana tusaidie. May you make the right decision, the wise decision in your life in Jesus name. Kama sasa kufuata Mungu ni kuamua. Amen. Ndio unaona Yesu aliambia wanafunzi wake, yeyote ambaye anataka kunifuata lazima ajikane yeye mwenyewe. Waacha kukana watu wenu, yani ujikane wewe mwenyewe. Alafu uchukue msalaba ya jirani. Alafu uchukue msalaba yako. Amen. Ukaweza kunifuata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujikane wewe mwenyewe. Lazima sasa hiyo mwili yako ukaweza kuisurubisha msalabani katika jina la Bwana. Lazima uamue kunyeshe kukue na jua, utatumikia Bwana katika jina la Bwana. Lazima ufanye uamuzi wa kukaa kwa madhabahu yako na kutumikia Bwana katika jina la Bwana. Ndio Bible inasema ya kwamba you are like a tree planted. Wewe ni kama ambao umepandwa. Bwana asifiwe. Na kitu ambayo imepandwa huwa inadumu katika jina la Bwana. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kufanya maamuzi ambayo ni mazuri in the name of the Lord. Every decision we make in life has a price, has it cost. Yani kila uamuzi unafanya katika maisha yako, na unisikize vizuri, uko na gharama yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo any decision ambayo wewe unaamua, amen, ujue iko na decision yake. Ni kama sasa, kama tuseme for example, mtu wa mlimani ameoa mtu wa kutoka kule Nyanza ama Western, na watu wa pande ile kuwa wameshikwa sana na mambo ya mila. Sawa sawa, na munikubalie niseme namna hiyo, mambo ya mila na utamaduni. Si mimi ni mchungaji naelewa. Nasi upande huu wetu wa mlimani, kuna vile sasa hata mtu anaweza poteza familia yake akikibishana na shilingi na kununua mashamba. Hata anaweza rarudi nguo ya ndani hata inaweza isha, awe anaenda ikiwa imetoboka, kwa sababu sasa anafikiria kutajirika. Kununua nini?
kununua mchanga. Sasa huyu wa mlimani akishikana na wakule, ujue sasa lazima akubali ya kwamba kuna mambo itakuwa inatendeka. Hata fare lazima ajue itakuwa juu, atakuwa naenda once per year. Lakini hata mimi saa hii tukimaliza hapa Mama Regina nitake kukimbia nyumbani, imagine nitapata gari hapa nini masaa 2.5, ni simu tu nitapigia mama nimuulize mnapika nini ugali, ongezea maji kikombe moja, I am the way coming. Na nitakuta sasa ndio anaoga ndio akarari. Lakini sasa wale wapande ile lazima hiyo safari ipagwe. Unaangalia vya unaona iko 800, unajua sasa iko quarter, umebakisha 3 quarter. Lakini sasa mimi nikiwa na hiyo 800 nimeenda na nimerudi maji. Kwa hivyo sasa ukifanya uamuzi wa aina hiyo uko na gharama yake. Kwa hivyo mauamuzi yote mtu huwa anafanya hata ya kiroho iko na kosti yake. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine watu huogopa ile gharama ambayo watalipa wakifanya maamuzi ni life. Bwana asifiwe. Nisalimieni hivi katika jina la Bwana. Lakini lazima ufanye maamuzi. Life is full of decisions. Maisha imejawa kufanya maamuzi. Either ni maisha yako spiritual, lazima ufanye maamuzi. Kama mimi nilifanya uamuzi wa kujazwa na Roho, niliamuka usiku nikarara kwa shamba, nikasema wewe Mungu huwa unajaza watu, wanasema makanda rabuna, wanaongea kwa dimi, shuka wewe mwenyewe usitume Yesu. Na hakika Mungu sijui kama alikuja ama alitumana, lakini ile ushuhuda ninatoa, niliongea kwa lugha mpaka saa 2 katika jina. Ni mahali niliamukia, nilikuta mbwa za kijiji yetu zimenizingira kwa sababu ninaguruma kama generator. Yaani nimeomba, nimesweat mwili wote, nimelewa. Hata nilikuta watoto wengine wako hapo wanashindwa huyu ni nini. Nikiamuka hapo, nilikaa hiyo wiki yote nikiwa nimelewa. Manake nilikunywa divai mpya kabisa. Wacha ile ilitengenezwa kana ya Galili ya kwanza. Hii ya pili ndio nilipatiwa. Pigia Bwana makofi. Na nikitoka pale nikakuwa sawa. Na mimi nilifanya uamuzi, lazima nijazwe na Holy Spirit katika jina la Bwana. Sema amen. Na wewe lazima ufanye maamuzi fulani in the name of the Lord. Life is a series of decisions of every day. Kama unaandika uandike. Life is a series of decisions of every day. Ya kwamba maisha ni series ya zile maamuzi ambaye huwa unafanya kila siku. Kwa hivyo kila siku lazima ufanye maamuzi ya kwamba ikiwa ni Sunday sitawahi kosa kanisani katika jina la Bwana. Sema amen. Unafanya maamuzi ya kiroho na ya maisha haya, maana maisha yako imejengwa ama umeisimamisha kwa zile decision ambazo huwa unafanya kila siku. Decision determines your direction. If you are writing down you can write. Decision determines your direction. Yale maamuzi unafanya ndiyo huwa inakuelekeza, inaamua ni njia gani utafanya nini. Zenya umeamua kwenda Kagudo, utapitia njia gani? Hiyo ukiamua tu hiyo, mawazo inakwambia si unaenda huko. Mimi sasa kama naenda Murang'a, ukiona nikiteremuka na huku kuna shida kwa akili. Manake ule uamuzi nimefanya, ninaenda Murang'a na njia Murang'a ni moja. Kama sina helikopta yangu ama pikipiki, njia ni gani? Pengine niwe na mabawa, nipitie town nikinunua vitu halafu ndio niteremuke. Lakini sasa kama sio hivyo, njia ni moja ya Thika Road katika jina la Bwana. Kwa hivyo the decision you make in life determines your direction. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wakati unaona sasa umejikuta mahali hustahili kujikuta, Bwana sifiwe, ni kumaanisha umefanya nini? Umefanya maamuzi mabaya. So decision determines your direction and direction determines your destination. Ate nimesema nini Mudhoni? Direction determines your decision determines direction and direction determines your destiny. Bwana sifiwe. Kwa hivyo direction yako ina determine direction. Bwana sifiwe sana. Amen. Wanazielewa? Asante. Amen.
unaweza nitengeneza. Praise God. Kwa hivyo direction determines your destination. Ya kwamba ile njia umechukua, ule mkondo umechukua, ndio una determine where you are going, your destination. Na destination ni mahali umefika. Kama sasa vile tumeokoka, destination yetu ni gani ya nyona? Ni mahali Yesu ako, tukue wapi? Hapo ndio tutamalizia safari yetu imani. That where he is, that where he is, na sisi tukaweze kuwa pale. Hapo ndio itakuwa kilele cha safari yetu katika jina la Bwana. Maana tumeamua kumfuata, na alisema ameenda kutengeneza makao, na akimaliza si atakuja atupeleke pande gani? Huko mahali yako katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo your decision determines your destination. Na kwa hivyo kama umefanya uamuzi baya, ni kumaanisha sasa mahali utajikuta mahali pabaya. Bwana asifiwe. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo Danieli aliamua ndani ya moyo wake ya kwamba hii chakula hata kula na hii divai hata kunywa. Kuna vitu lazima uamue kukataa katika maisha yako katika jina la Bwana. Kuna vitu ukikula, kuna vitu ukiguza, kuna vitu ukifanya, amen, unaondoa roho wa Mungu ndani yako, na neema inakatika, na Mungu anakuondokea. Unakuwa kama ile mkebe ya ile nini, kibuyu ya mafuta ya lina. Hapa juu tunaona ni lina, lakini lina hakuna ndani. Unakuta sasa, unaweza fikiria iko na kitu, lakini hakuna. Hata unaweza kuta mtoto aliweka mchaga kwa hiyo chupa ya lina, maana hakuna kitu imebaki. Kwa hivyo kuna mambo unaweza fanya, neema ya Bwana ikuondokee. Bwana asifiwe. Kuna maamuzi unaweza fanya, Mungu sasa awe hayuko pamoja na wewe. Na mimi ninataka niseme namna hii, maisha yako iko connected na madhabahu ambayo unatumikia. In the mighty name of the Lord. Bwana asifiwe. Na kuna mtu for example akitoka kwa hii madhabahu, njia zake sinafu, na sitatabiri vibaya, mimi ninachuga ulimi yangu. Bwana asifiwe. Ukitoka kwa ule mlima Mungu amekuconnect, na ilikuwa ni makusudi yake, amen. Neema yako kama ilikuwa hapo, na baraka yako kama ilikuwa hapo, hata uende wapi, Bwana asifiwe, mbingu zako zitakuwa zimefugika. Ninaomba mbingu zako hazitafugika in the mighty name of the Lord. Na ndio ni vizuri kuamua kukaa kwa madhabahu yako. Ni vizuri kuamua kuwa na mchungaji mmoja katika jina la Bwana. Hawezi kuwa na wachungaji wawili. Hata mimi niko na bishop mmoja. Nikienda kule nimelelewa Pefa, naendaka kama mgeni, nimelelewa huko. Hata leo nimejuana na mtu ambaye alikuwa anashiriki Gikomba 1999, mama mwingine mahali, amen. Sasa tukaongea, nikasikia hata yeye alikuwa, kumbe hata anasemaga mimi ni pastor, nikajua hata anashiriki Bunyara. Pigia Bwana makofi. Praise God. Kwa hivyo sasa ni vizuri uelewe mambo ya Mungu, uamfanye maamuzi ambayo inatukuza Bwana. Na kwa hivyo Danieli aliamua, na hakushida akisumbuka. Life is full of decision. The decision you make today determines your direction, and your direction determines your destination. Mahali wewe unaenda utafika kwa sababu inakuwa determine na ile maamuzi ambayo umeweza kufanya. So Daniel and his friend demonstrated their faithfulness to God. Ya kwamba Danieli na marafiki zake walidhihirisha uaminifu wao na Mungu katika jina la Bwana. Wakati walisema hata kama mfalme amesema tule hizi nyama na hii divai tuinywe, zimetolewa kafara kwa miungu ya Dagoni ya Babiloni, imetolewa kafara kwa miungu ya Bali, hatutakula. Maana tukikula, tukijaribu tufanye huo uamuzi, neema inakatika na Mungu anatuondokea. Ninaomba neema ya Bwana isikatike in your life in the mighty name of the Lord. Sema amen. Kwa hivyo lazima ufanye maamuzi kama Danieli katika jina la Bwana. Hebu nipatie hiyo fasi nyingine. Na kwa hivyo basi Mungu alikuwa amemfanya huyo mkuu wa maafisa kuonyesha upendeleo na huruma kwa Danieli. Sasa unaona, baada ya kufanya uamuzi, now God granted Daniel favor. May God whom I serve grant you favor in the mighty name of the Lord. Kuna maamuzi ukifanya, Mungu anaachilia kibali. Ninaomba Mungu aachilie kibali in your life in Jesus name. Tumefunga milango ya kibali, tumefunga milango ya baraka, maana tunashindwa kukataa nyama za mfalme wa Babiloni.
tunashindwa kufanya uamuzi ya kukataa divai ambayo imewekwa mbele yetu. Wewe unasema nyama haipadagu, ndio Mrs. Pastor anasemaga kedia ici itihadagwo woko ni wewe ugaga wewe itakehenagia ni auga ici itihadagwo mugunda. Unajua sukuma na terere na kaanjira na zile zingine na managu na boga na dhokoma marenge na hizi zingine zinaitwa kahurura, hiyo unaweza pada kwa shamba, lakini hii ingine hupadi. Lazima kitu ikatwe shingo, damu imwagwe. Lakini walikataa, waliamua kukataa, wakasema hatukuli. Wacha tukule kaanjera na boga na Mungu atatukula. Naye Mungu jicho lake likawaona. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the official. Wakati Mungu aliona, Danieli aliamua, alifanya huyo mkuu wa maafisa kuonyesha kipendeleo. Ninaomba wale watu ambao wako juu yako wakuonyeshe kipendeleo in the name of the Lord. Wakati unafanya maamuzi, Mungu huwa anakuonyesha kipendeleo, anafanya uwe na favor. Wewe unaona namna gani mtu ambaye anaitwa Joseph anashikwa sasa na bibi ya Potifari na ni mkubwa, wakaweze kufanya uzinzi na yeye, na kwa compound hakuna watu wengine. I think huyo mama alikuwa ametuma, amehakikisha hakuna mtu karibu. Lakini hii kijana alijua kesho yake ni kubwa. Sema amen. Akafanya uamuzi. Alimwambia bwanako Abeni Potifa, ameniaminia mambo yote, lakini mambo na wewe hatuwezi share wewe na yeye. Wewe ni wake, mimi nangojea wangu. Je, wewe? Sasa ndiye akaamua aache koti. Ni watu gani hapa wanaweza acha koti? Ate tukutake hiyo koti ni ya mtu fulani, iliachwa State House. Sijui kama Joseph wako leo, ninajua kina Kamau na Hezron wako, but this Joseph wa Bible ile ya zamani, I think hata kama wako ni wachache sana. Lakini kuamua aliamua, na hata kuamua kwake kulikuwa na gharama. Ni nini alifanya ndio awekwe jela? Ni kukataa dhambi. Si ile koti ameacha. Si bibi alibeba namna hiyo wa Potifa, alimwambia sasa wacha. Alimuuliza, na hii koti mzee unaijua? Akasema si hii ni ya yule kijana nimeajiri. Akamwambia alikuwa ameitoa akaweze kunifanyia ujeuri, lakini tukagagana, akasahau na koti ndani kwa maabusu wengine. Na kwa hivyo hata kuna maamuzi utafanya ukaweza kulipa gharama, lakini afadhali uwekwe jela kwa sababu ya kufanya maamuzi ambayo imefurahisha Mungu katika jina la Bwana, badala sasa ya kufanya dhambi mkosane na Mungu na kesho yako iharibike. Sasa angalia, sasa yeye ndiye alikuwa ametumwa mbele, ndio sasa akaweza kuhifadhi ndugu zake. Maana wakati kulitokea njaa kwao, si baba ya Joseph alitumana kule na chakula ikanuliwe, walikuta ni nani anasiuza kule. Na sasa kama unaona sasa vile shetani huwa anafanya ufanya maamuzi ambayo sio wise, maamuzi ambayo itakufurahisha na itaweza kukusuru. Unajua many a time tunafanyaga ile maamuzi ambayo utasikia iko friendly. Life is not fair sometimes. Nisalimieni katika jina la Bwana. Maisha wakati mwingine sio friendly. Lazima ufanye maamuzi ambayo iko na gharama. Sema amen. Ambayo itakuumiza. Na ndio unaona hata wakati nani aliwekwa kule Joseph, yeye hakuenda kuambia maabusu wengine, mimi ni kuwekelewa, niliwekelewa. Kwanza kile alifanya, alimwambia wewe ati ni nini uso yako imekujamana? Ati umeota ndoto? Ati uliona kikapu na matunda juu? Alafu ni nini kilifanyika? Ndege walikuja wakachukua zile nini? Akasema wewe utanyongo. Wewe ni nini? Wewe sasa ni kinyongo. Waza kuadama sisi yako. Na wewe uliona namna gani? Niliona nikiwa na kikombe na divai nikimpelekea mfalme. Wewe utarudishwa kazi. Bwana siwe sana. Sasa yeye hakwenda kulalamika. Alikuwa anasema ile maamuzi alifanya ya kutofanya dhambi ni kamili na haiwezi ikosoa. Kumbe alikuwa anatayarishwa, na hata wakati aliwekwa kule, Bible inasema akapata kibali. Mimi nataka kusema hivi, mtu yeyote anafanya maamuzi ambayo ni wai gaidage motiganilia deni walito la Yesu. Mtu kama huyo bigu haiwezi mkataa. Bigu huwa inamtafuta mtu ambaye amefanya maamuzi kama hayo, ikaweza kuachilia kipendeleo. Na ndio unaona hata wakati mfalme aliota, Joseph kakaitwa
Alinyolewa nywele tu ya jera. Alinyolewa nywele ya wapi? Lakini hata watu wengine wamekuja chachi na nywele ya jera. Nitainyoa katika jina la Bwana. Mtu akitoka jera huwa ananyolewa, anabadilishwa mafasi. Amen. Halafu anaongeleshwa maneno ya upendo. Watu wengine hapo wametoka jera na ile maguo uko nayo bado ni ya maabusu. Lazima uitoe katika jina la Bwana. Tukufalisha ingine. Bwana asifiwe. Ndio unaonaga mtu akitoka kule lazima aende kinyozi. Lakini wengine sasa mnakataa kunyolewa na pastor. Ati pastor akihubiri sasa. Hallelujah. May God help us in Jesus' name. So God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the official. May God help us in the name of the Lord. So may we read in the book of Deuteronomy chapter 30 na mstari wa 19. Deuteronomy ni kumbukumbu la Torati mlango wa 30 na mstari wa 19. Na tutaona vile Mungu anawaambia wana Israeli. Yeye hawezi waamulia. Amen. Unajua kuna hii maombi Amos watu wanaobaga. Ate Mungu nionyeshe ni nani nitao. Kwani Mungu hana kazi ya kuja ya kuonyeshe? Kwani hujasoma Bible? Bible imesema he who find wife find sijui ho. Bwana sifiwe. Bae anatafuta bibi na kupata. Amepata kibali mbele za nani? Ametafuta ama anatafutiwa? Mungu hawezi kukutafutia. Ndio usimwambie Mungu nimekurudishia kanini ameleta kichwa gumu. Unajua Mungu akikuchagulia utamrudisha kwa. Lakini kama ni wewe ni upabane na hali yako na mwingine apabane na yake. Si ni wewe ulichagulia simba? Okay, sawa. Itulize. Leo ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yako kwamba nimekuweka mbele ya kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi sasa chagueni uzima ili wewe na watoto wako mupate kuishi. Bwana asifiwe. Mungu anaambia wana Israeli, leo nimeziita mbingu na nchi. I call heaven and earth. Yani Mungu anasema mbingu sikieni, dunia sikieni. Nimeweka mbele ya wana wa Israeli, nimeweka muwe mashahidi. Na Bible inasema ushuhuda yote ya kweli iwe na mashahidi wangapi? Wawili ama watatu. Hata unabii kanisani ndio uliona kama sandi. Ni watu wawili walifanya nini? Walitoa prophecy. Ndio tupime hii na hii. Amen. Tuone kama hao mashahidi wanafanya contradiction. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio unaona hata Mungu anakuaga watatu wakikubaliana. Amen. Wakikubaliana watume Yesu, Roho Mtakatifu hawezi kataa. Ni wamekubaliana. Bwana asifiwe. So I call heaven and earth as witnesses against you today, that I have said before you life and death, ya kwamba nimeweka mbele yenu kifo na uhai, the blessing and the curse, baraka na laana. Kwa hivyo you shall choose life in order that you may live and you are descendant. Kwa hivyo anasema nimeweka baraka, nimeweka laana mbele yenu, nimeweka mambo mazuri mbele yenu, lakini sitawaamulia. Make the decision. Bwana asifiwe. Nyinyi jiamurieni. Na ndio unaona hata katika shamba la Edeni Mungu alimweka Adamu pale, akamwambia miti ingine yote nimekupatia, lakini hii ya uzima, the tree of life, the tree of knowing good and bad, don't dare to eat the fruit of this tree. Sawa sawa. Na Mungu akafanya nini? Akaondoka. Lakini ilikuwa ni juu ya Hawa na Adam. Amen. Uwafanye uamuzi. Hii mti tuliambiwa tusikule matunda yake, hatutakula. Lakini nyoka akaja, ambaye ni shetani, akamwambia Hawa, hapana, hata mkikula hamutakufa, mtafanana na Mungu. There are things you must make decision in life. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo anasema ameweka mauti na ameweka baraka, laana na hizo vitu. Na Bible inasema ya kwamba chagueni uzima ili nyinyi na watoto wenu mupate kuishi. Kwa hivyo kuna maamuzi ambayo unaweza fanya. Unaleta laana kwa watoto wako. Kuna maamuzi unaweza fanya kesho yako, miaka yako ikakatwe. Bwana asifiwe. Sasa kama sasa wale tuko hapa, ukikataa kutumikia Bwana, dunia kwani kuna furaha? Wale wako kule wanatutamaa na wewe sasa unatamani kule. Wale wako kule wanatamani kanisani. Wanasema watu wale wanakuaga smart, wanakuaga hivi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa lazima uwafanye maamuzi.
Watoto wako sasa ufanye uamuzi, usiwaache kwa nyumba, walete kanisani. Wacha waingie na hapa, wafundishwe kuna Mungu, wafundishwe alituma Yesu ndiye akomboe dunia. Amen. Wafundishwe kutoa sadaka kwa madhabahu, wajue ya kwamba mtu huwa anaenda kanisani akiwa na sadaka. Lakini akikuitisha unamwambia sio lazima utoe. Wewe unaona kama ni kitu kidogo. Wewe unaona kama ni kitu kidogo, lakini atakuwa akijua sio lazima. Sasa hao ndio wakija, lazima nihubiri nikiwapaka mafuta hapa, wakati watakuwa kubwa ndio niigize sasa giving ndani yao, ndio mpate kuishi nyinyi na watoto wenu. So the decision you make zinafanya zilete uhai ama zinafuga njia zako. Bwana sifiwe. So may God help us in Jesus' name. Give me in the book of I have said before you life and death, blessings and cursing. Choose life. Na ndio ukisoma Deuteronomy chapter 28, kama unaandika uandike Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Bible inasema, if you obey me and hear my voice and obey my statutes, my judgment and my ordinances, I will lift you up, and hear my voice, I will lift you up above all nations. Amen. Arabu anasema and all these blessings shall follow you. Zimenakiriwa from chapter 2 mpaka 14. Arabu Deuteronomy 28 from verse 15 anasema, if you disobey me, all these curses will follow you. Laana hizi zote zitafanya nini? Sasa kama huko kule kwa baraka, uko pande hii ingine, na wale wako pande hii ingine ya kulaaniwa, ni kwa sababu waliamua kutotii Mungu. Waliamua kusema hata mtu anaweza kaa kwa nyumba asome Bible na atakuwa sasa ate kanisa ni mtu. Hii mambo mnasema wacheni yanyona. Ate kanisa kanisa ni roho ya Mungu. Kwani pasa hana roho? Kwani Mungu hakujua kanisa sio roho yako? Bwana asifiwe. We are members in the body. Bwana asifiwe. Nisalimieni katika jina la Bwana. Hata mwingine nilisikia mtu mwingine akisema, lakini ni habari hasijadhibitishwa ya kwamba hata anaweza jipatia meza ya Bwana. Yaani asomee kwa nyumba, aibe na asifu na abudu, alafu ajipatie meza ya Bwana. Ati sasa ati hakuna kanisa ya kweli. Ziko kama hii ni moja yake. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo lazima tuje hapa. Lazima ufanye uamuzi wa kwenda ushirika na wa kwenda kwa madhabahu. Maana imeandikwa katika Waebrania 10:25, don't forsake the coming of together of saints as it is the kama ilivyo. Give me that verse. Deuteronomy chapter 10 and verse 25. Tusikose sijui kama ni chapter 4 verse 25. Amen. Don't forsake the coming together, kama ilivyo desturi ya watu wengine. Sasa unakuta kuna watu wameamua hawataki ushirika. Amen. Mtu anasema kanisa ni roho ya mtu, naweza kaa kwa nyumba na niabudie kwa nyumba. Hata wengine wanaguzaga wale wahubiri wako katika TV. Anasema huyu ni archbishop, hata ako na mafuta kuliko mengi kuliko pasa wangu, nimeguza runiga na mimi nimeenda kanisani. Hujaenda. We huko ulikuwa kwa nyumba. Nyumba yako haiwezi kuwa kanisa. Hata ukiangalia zile picha umeweka kwa nyumba yako, zinakwambia sio kanisa. Si umeweka siba pale? Hapa unaona mahali tumeweka siba. Si kwako umeweka picha yako hata ya watoto. Hapa kuna picha ya mtu tumeweka. May God help us. Wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi ya kukutana. Tuhimizane sisi kwa sisi kadri tuonavyo ile siku inakaribia. Wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi. Na shukuru Bwana, wewe sio wengine. Unasikia kuna wengine wako na hiyo tabia ya kukutana. Wakisikia watu wanakutana wanajikata. Ninaomba hautajikata in the name of the Lord. You must make the right decision ya kualign your life with the word of God in the name of the Lord. So may God help us in Jesus' name. Making the right decision requires seeking God's will. Ili ufanye maamuzi ambayo ni mazuri, lazima utafute mapenzi ya Bwana. Na wakati unafanya maamuzi mengine, you wait the confirmation of the peace of God. Namfundisha mambo magumu.
Unasikia Amos? Wakati unafanya major decision in life, Bwana sifi sana, unasikiza kama inatiwa muhuri na peace of heart. Bwana sifiwe. Nisalimieni. Mungu huwa anapiga muhuri decision ile ambayo umemake na kukupatia peace. Ukisikia peace haijakuja, ngojea mpaka wakati utasikia roho yako imetulia sawa sawa, ujue sasa Mungu amekupatia go ahead. Na ndio unaona watu wale wa zamani in the book of 1 Samuel chapter 30, this man called David alifaa ile naivela ile guo, akaenda kwa priest akamurisha, sasa niambie nikifuata wale wamechukua mabibi zetu na mifugo, will I recover? Akaambiwa pursue, you will recover everything. Bwana sifiwe. Hageenda kama haja inquire, ali inquire ndio adhibitishe. Amen. Kama Mungu anataka aende hiyo barabara. Kwa hivyo no decision should contradict the word of God. Kama unaandika uandike, no decision should contradict the word of God. Hakuna uamuzi ambao unastahili ufanye uende kinyume na neno la Bwana. Any wise decision you make, kama ni godly, lazima iwe align na the word of God in the name of the Lord. Lazima iwe align, ishikane na neno la Bwana. Unaona ile book of Jonah chapter 1, nasoma Jonah chapter 1 verse 1. And now Jonah the son of Amittai aliweza kuambiwa na Bwana aende kule wapi? Nineve. Lakini yeye alienda Tarishishi. Alifanya uamuzi wa kutotii. Sauti ya Mungu ilimkujia. Give me Jonah chapter 1 and verse 1. Jonah the son of Amittai, Mungu amemunenea, enda Nineve uambie wale watu wageuke, nitawaangamiza. Lakini yeye akafanya uamuzi kinyume. Kwa hivyo ile decision Jonah alifanya, it was not a wise decision according to a sermon, it was a foolish decision. Nenda katika mji mkubwa wa Ninawi ukahubiri juu yake, kwa sababu uovu wake umekuja juu mbele yangu. Ametumwa na ameelekezwa first hiyo ingine. Lakini Yona alimkibia Bwana na kuelekea Tarishishi. Hii sasa ni mambo mawili, kuna Tarishishi na kuna Nineve. Lakini hapa mtu amekataa kufanya the wise decision, na watu wengi tumejikuta Tarishishi. Na ukisoma hii mambo utaona ni nini kilitendeka. Ile hasara alienda, ilibidi asafirishwa na kiuguyu. Samaki alikaa kwa tubu ya samaki nini. Na ninaomba wale mumemezwa mutabikwe, maana ukienda Tarishishi lazima Mungu aachilie samaki ikumeze ikakutapike Nineve. Kama hutaki kwenda kulingana na Mungu, Bwana sifiwe, Mungu ako na minzi nyingi, hata kukua hata kuua. Kaimanda za kaunake. Bwana sifiwe sana. Alikibia Bwana na kuelekea Tarishishi. Alishuka mpaka Yafa, ambapo alikuta meli iliyokuwa imepagwa kuelekea bandarini ile. Baada ya kulipa nauli akapanda melini na kuelekea Tarishishi ili kumkibia Bwana. Bwana sifiwe. Ameamua kumkibia Bwana, hataki kwenda. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo unaona ile decision ambayo alifanya ilikuwa baya. It was not a wise decision. Mungu akikwambia kitu, just obey. Bwana sifiwe. Make the right decision. Na kwa hivyo ukiendelea kusoma utaona wakati alikuwa kwa merikebu, meli ilisubuka, wakatoa mizigo, mpaka nahodha akauliza, ni nani amekosea Mungu kwa hii meli? Si mizigo tumetoa? Si tulifikiria ni uzito wa mizigo unafanya merikebu yube? Wakatoa mikate na nguo zao wakatupa baharini, haituli. Sasa ndio wakaenda spiritually wakauliza, je, who is among us? Na ninaomba kuziwe na Jonah hapo, who is among us ambaye amekosea Mungu? Hakuna mtu aliongea. Wakasema sasa tuende phase 2 tupige kura. Kura ikaangukia Kamau. Kura iliangukia Jonah. Na wakati ilimwangukia alisema hakika ni mimi. Akaulizwa, ni nini mmefanyana na Mungu? Nilifanya uamuzi ba, nilikuwa nimetumwa wapi? Na sasa akaambiwa sasa hakuna njia nyingine. Hata Edi alitoka na proposal, arushwe kwa baha ndio afanywe nini? Amezwe ndio watu wengine wasikufe. Bwana sifiwe. Hakuna hatari ya kuwa na Jonah katika maisha yako.
anaweza fanya uondoke duniani before time. Ninaomba kila John aondoke in your life in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Lazima atolewe kwa merikebu itulie. Kugikinya no uragituma guthi. Amen. Lazima atolewe kwa merikebu katika jina la Bwana. Ndio sasa kutulie. Hata sio wao walisema, hao walikuwa na mhurumi, walimwambia ndugu Jona, mtoto wa Mitai, pole. Akasema wacha pole, mtaangamia. Hebu niwekeni kwa nini Mungu akawa ameandaa. Nayo samaki ni kama inagojea, ni kama inasikia. Hata hakufika chini, hakufika wapi? Alienda kama ameingia kwa kichwa ya samaki. Nayo samaki ikasema sasa guthi, ikakimbia siku 3. Wewe unafikiria safari ya siku 3 ni mpaka wapi? Ninaomba Bwana tusaidie. Ninakuombea ukaweza kufanya yale maamuzi ambayo ni mazuri katika jina la Bwana. Nikienda kumalizia, give me Joshua chapter 24 and verse 15. Joshua 24 verse 15. We gonna see this man called Joshua ambaye anaambia wana Israeli, kwa nini, why are you confused? Kwa nini mnachanganyikiwa? Joshua anawaambia, lakini msipoona vyema kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Walikuwa na conviction, hakukuwa na order. Made wanaenda kwa Mungu, Wednesday wako kwa mchawi. Wanaenda kwa kafwere Wednesday na hiyo siku nyingine. Sasa Joshua akasema hakuna haja. Sasa mfanye uamuzi, kama mtatumikia Bwana. Mungu hawezi tumikiwa na watu ambao wataamua. Ninaomba wale mko hapa mkaweza kuamua katika jina la Bwana. Na ndio Yesu aliambia wanafunzi wake, hata mkisema mmechoka mtaniibia, mimi sitawabebeleza, nitaamusha hii mawe. Hii mawe itaniibia. Wakati Peter alisikia namna hiyo, akasema waende kwaya. Bwana sifa sana. Manake Mungu angeweka hiyo mawe miguu. Hebu imagine tukiona mawe pale ikirukaruka ikisema hakuna mwingine tena. Sasa unaweza kibia, hata watu wengine wanaweza shikiwa kagudo wakitafuta njia kwenda Mazinga, kwa sababu wataona kama ni Mungu ile ilikufa imefufuka. Na ndio Yesu aliwaambia, kama hamutanisifu nitaambia mawe kafanye nini, yakaweze. So ndio Joshua anasema, msipoona vyema kutumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kama ni Mungu, kama ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia. Na kwa hivyo ndio unaona wengine wetu ile mashida tunapitia ni kwa sababu wazazi wetu hawakutumikia Mungu. Angalia ile familia ambayo wazazi walitumikia Bwana, ukiangalia hawa watu wameshika laini vizuri. Lakini kama umezaliwa kwa familia ambaye ulikuwa unaambiwa kuna kanyungu na kuna mambo mengine, hiyo familia Mungu akubali sana. Kwa hivyo kama mtaamua kutumikia ile miungu wazazi wenu walitumikia, ng'ambo ile ya Elufati au miungu ya Waamori ambayo mnakaa katika nchi yao, unaona kila mahali kuna miungu yake. Hata hapa kuna miungu ya hapa. Na kwa hivyo kuna vile watu wanaweza amua kuitumikia. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Sasa Joshua anafanya decision za kutumikia Bwana, sio sisi. Ni nani anatumikia Bwana? Ni wewe. Bwana asifiwe. Hata kwenda mbinguni siwe unatutisha hapa na ushuhuda, ate my dear brethren, I am saved, I am going heaven with those people who are going. Na kama hatuendi na tukipostpone kwenda, si mtu anapanga kwa safari anaahirisha, tukipostpone si wewe uendi. Lakini kama umeamua kwenda, hata wote tupostpone, wewe utaenda. Hebu nione wale tunaenda, wanaenda, mimi naenda. Praise God. Kwa hivyo akasema, but as for me and my house we will serve the Lord. Alisema yeye, maana yeye na bibi yake ni kitu kimoja na watoto wake. He is the head of that family. Kwa hivyo ninaomba ufanye uamuzi wa kutumikia Bwana in your life in Jesus name. Bwana asifiwe. Give me the last chapter, 2 Kings 18:20. Tutaona mtu ambaye anaitwa Elijah. 1 Kings 18:20. Elijah anauliza wana Israeli, how long will you waver between two gods, two opinions rather, sorry, how long will you, so verse 8, it should be
18:20. Give me 19. Tuanzie 19. Ndio hiyo tumewekewa, naomba tusome. Now then said word and gather to me all Israel at Mount Carmel, together with 450 prophets of Baal and 400 prophets of the goddess Asherah, who eat at the queen Jezebel. Unaona Jezebeli alikuwa na haitebu, anaita hawa made, hawa miungu wa Asera, na anaita hawa wengine wa Baali. Si unaona walikuwa 850 wanakula nyama, sile nilikwambia, anawalisha. Hebu tuende fasi nyingine. Ndipo Ahabu akatuma ujumbe katika Israeli yote na kuwakusanya manabii hao juu ya mlima Karmeli. Maamuzi mengine ya wise decision huwa inafanywa kwa presence ya Mungu. Bwana sifiwe. There are decision ambazo utakuja kwa nyumba ya Bwana ama uende kwa maombi ndio ukaweze kumwambia Bwana, tafadhali nihakikishie hii kama ndio njia unataka nifuate. Kwa hivyo Elijah approached all the people and said, how long will you hesitate between two opinions? Bwana sifiwe. Mtachanganyikiwa mpaka lini? Amen. Akasimama mbele ya watu na kusema, mtasitasita katika mawazo mawili. Unajua kuna watu wako na mawazo mawili. Ninaomba usiwe na mawazo mawili. Bwana sifiwe. Uwe na wazo moja. In the book of James, tukisoma hapa tutamalizia nayo, Bible inasema God hate a double-minded man. Kuwa double-minded ni kumaanisha kwamba wewe ni mmoja lakini mko wawili. Maana nusu pande hii inataka mambo ya dunia, nusu hii nyingine imeoko inataka roho na inataka kutumikia Bwana. Sasa umejigawanya, umejichora ile tunaita ukienda na kule Laikipia. Nini unakutaga nani kwa barabara Morua? Mahali sijui nini imejigawa. Equatorial Hot. Equator. Na unajua ukienda hapo Amos, nilisikia ukiangalia saa inakuwa pande nyingine. Ni kweli? Inakuwaga hivyo. Although nilienda pande hii ya Mama Regina ni maji kamogo inapanda. Ni miungu ya huko inapandisha maji. Wewe usicheze na nani? Mimi nilikuwa nakataa. Sasa tukaenda kwa Bishop Juma, tukawa pale na wachungaji. Nikasema si wanaitisha bao, tukawapatia bao. Mimi nikashuhudia kabisa. Si kuambiwa, ni kuona na macho yangu ilipanda. Nikasema twende. Gari ikiteremuka ni kama we. Akawaambia sasa ni mpaka lini? Mtasitasita mtasitasita katika mawazo mawili. Hadi lini? Uliza mwenzako hadi lini? Maana unasema utarudi Catholic. Na tulikuombea tukafuga ujaze roho. Na kule uwezi ongea na lugha. Yaani na vile tulikuombea ndio tukate mizizi ya kule. Na sasa unataka kurudi kule. Ninakuombea katika jina la Bwana, Mungu akusaidie. How long? Mpaka lini dada? Utaambiwa tutumikie Bwana. Kwa nini unataka kubebelezwa utumikie Bwana? Ati dada, kuja kanisani kuna baraka, kuna uhai. Tumetoka hiyo kiwango. Amen. Ati mpaka pasa akuandikie, ati dada nihakikishie kama unakuja kwa ibada. Anakwambia wacha niangalie kalenda yangu nipatie siku 2. Muulize mwenzako mpaka lini? Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuateni yeye. Lakini ikiwa Baali ni Mungu, basi mfuata yeye. Lakini watu hawakusema kitu. Abia mwenzako sema kitu. Kunyamaza ni kuchanganyikiwa zaidi. Afadhali kusema kitu. Jona alisema ni mimi niwekeni kwa bahari. Mungu akitaka kunimaliza afanya nini? Kama akona njia nyingine ya kunisafirisha niende, waacha atumie hiyo njia. Na Mungu akampeleka mpaka alienda akatapikwa huko. Akafanya kazi ya Bwana. Ninaomba Bwana akusaidie katika jina la Bwana. You cannot go through life without making decision. In the book of, hii ndio tunamaliza nayo, masaa yetu ni mazuri. Revelation 3:14.
There is this church called, na ufuge Bible, Church of Laodicea, kanisa la Laodikia, ambayo malaika alitumwa, na hili kanisa lilikuwa limechanganyikiwa. Kwa malaika wa kanisa liloko Laodikia andika, hayo ndio maneno yake ye aliye Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mtawala wa ubaji wote wa Mungu. Tuendelee. Najua matendo yako ya kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungelikuwa baridi ama moto. I know your deeds, that you are that you are neither cold, invigorating, refreshing, nor hot, healing or therapeutic. I wish that you are cold or hot. Amen. Yani ninataka uwe baridi ama uwe nini? Hebu nipatie fasi nyingine. Na yajua matendo yako. Tuko fasi gani sasa? Sawa. Hivyo kwa kuwa ufugufugu, kwamba wewe si baridi wala si moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Na kaigukiria nduga yego tahikai. Kuna watu Mungu atatapika. Mungu haongeagi kitu ambacho hajui. Kwani mnanishangaa? Si Mungu amekuvumilia sana? Anasema kama hutakuwa baridi, hakuna kuwa ate hapo miduru, hakuna ate kuwa hapo ate basa unajua mimi niko pande, hawezi kuwa pande zote. Ni either ukue baridi ama ukue nini? Ukue moto. Na kama sio hivyo, anasema atakutapika katika kinywani mwake. Kwa hivyo hii kanisa lilikuwa halitafanya uamuzi wa kuokoka, lilikuwa halitafanya uamuzi wa kutumikia Bwana. May you make the right decision to serve God in your life, in the name of the Lord. Naomba tusimame in the name of the Lord. Kumbuka maneno yangu, making the right decision, and your decision determines your direction, and your direction determines your destination. Inua mikono yako mbele za Bwana, umwambie Bwana, nisaidie kufanya maamuzi ya hekima katika maisha yangu katika jina la Bwana. Baba, tunaomba utusaidie jioni ya leo. Tufanye maamuzi ambayo ni ya busara. Tufanye maamuzi ambayo ni ya hekima katika jina la Bwana. Hiyo pazoga. Tunaemisha Bwana, tusaidie maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu, Baba tusaidie. Sisi Bwana tunataka msaada wako. Tutumie Roho wako Mtakatifu atusaidie Bwana. Tusaidie kupitia kwa neema yako. Tufanye maamuzi ya hekima katika maisha yetu haya ambayo tunaishi, na katika maisha ya kiroho katika jina la Bwana. Tunaomba tusifanye maamuzi ambayo itafanya tukaweza kupotea. Tusaidie tusifanye maamuzi ambayo Bwana ni ya kukataa kwenda Nineve tuende Tarishishi. Tumekataa mawazo ya kutuambia tuende Tarishishi. Tunakataa katika jina la Bwana. Na tumeomba Bwana utusaidie tuende Nineve, maana unataka tuende pale katika jina la Bwana. Tunakuinua na tunakubariki katika jina la Yesu. Tumeomba, tumeamini. Inua mikono yako nikuombee. Ninaombea Bwana watu hawa katika jina la Bwana, mimi nikiwa Baba, tupatie wisdom. Unasema yule hana wisdom aombe, utampatia. Lord, give us wisdom so that we may make the right decision, oh God, that aligns with your word, that aligns with your will. Help us in the name of Jesus we pray. Amen. Tunaweza pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Yeah, you may be seated in the presence of God.